wa hatua zilizozuiliwa na adui. Ukombozi wa hatua zilizozuiliwa na nani? Na adui. Kwa nini tunakomboa hatua? Hatua yako inalindwa na Mungu. Tuko pamoja? Hatua zako zikizuiliwa, hakuna namna unaweza kwenda popote. Hakuna namna unaweza kufanya kitu chochote kwenye hii dunia iliyobakia. Yesu atusaidie. Hatua za mtu zinaongozwa na Mungu, na hatua za mtu zinapelekwa kwa mfumo wa kimungu. Hatua ni nini? Hatua ni zile movement unazofanya kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kimaisha, kiafya, kielimu, kifamilia, kiuzao, kihuduma. Tumeelewana vizuri? Kimambo yote. Kwa mfano sasa hivi wakasema tuzuie huduma isiende. Tunaweza tukaja hapa kuanzia Januari tunaimba, tuna watu watatu tu. Kumbe tunaweza kusema kwamba wakati wetu bado, kumbe ni hatua zimefanyaje? Zimezuiliwa. Yesu asifiwe. Unaweza ukasema kwa nini toka Januari ninapitia ugonjwa huu, na wakati fulani aliumwa ugonjwa kama huu, akaenda hospitalini akapona, lakini mimi bado naumwa ugonjwa huu tu siponi. Hatua zimezuiliwa za wewe kupona. Kuna mtu amenielewa? Unaweza ukasema biashara yangu toka nimeanza ni mwaka wa 3, lakini tokea umeanza hiyo biashara, kila ukijitahidi kuvuka 500,000 biashara inaporomoka, magonjwa yanainuka, vita inainuka, matatizo yanainuka. Kila ukiangalia ndugu wanakuinukia, jamii inakuinukia, unaanza kuchanganyikiwa. Mbona wenzangu wameuza biashara hii tunayofanya pamoja? Mbona mimi nafanya nimekwama? Hatua za ile biashara imezuiliwa. Tuko pamoja? Unaweza ukawa unafanya mambo ya maongezeko kwenye maisha yako. Kuna kipindi fulani kuna mtu alikuja akamkuta mwenzake ni mjamzito hapa ndani. Akasema, jamani, mmebarikiwa na neema zenu, mbona sisi wengine tunateseka? Akaambia ni neema tu ambayo ukija mama anakusaidia, hizo hatua zinafunguliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Akasema itabidi kweli nije nikae hapa kanisani kwenu nisaidie kupata mtoto. Alikuja, tulikuwa tuna semina fulani, kuna mtumishi kwa tumemwalika, akaja. Akasema akaambiwa kanisani kwetu si hatuna shida. Yaani mama akitamka mtoto unapokea, kila kitu unapokea. Kwa hiyo nini kilitokea? Kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hatua za mtu kuzuiliwa, na kuna uwezekano mkubwa wa hatua za mtu kuendelea. Yesu asifiwe. Na asilimia kubwa ya watu ambao tunaishi hapa duniani, hatua zetu zinazuiliwa. Hata Yesu Kristo mwenyewe hatua zake zilikuwa zinazuiliwa. Kama sio kwamba amekaza mwendo na bidii, hata yeye alikuwa anazuiliwa. Tunakumbuka pale ambapo mama yake alimkuta hekaluni anahubiria watu akiwa bado mdogo. Akamtuma shemasi mmoja wapo wa Yesu, akamwambia nenda kamwambie mwanangu. Hajasema nenda kamwambie Yesu, kamwambie mwanangu mimi mama yake ninamuita hapa nje. Naelewana? Alikuwa anazuia hatua za mwanae kwenda. Alikuwa anazuia hatua za mwanae kuitwa mtumishi. Yeye hataki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kitu kimoja, nenda kamwambie mama yangu na baba yangu ni hawa wanaonipa sikio, ni hawa wanaonisikiliza, ni hawa wanaosikiliza neno la Bwana. Alitambua kwamba hatua zake zinataka kuzuiliwa na mtu wa karibu ambaye ni mzazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia hatua za mtu mmoja ambaye anaitwa Gideon zilikuwa zinatakiwa kuzuiliwa na miungu ya Asheri. Zilikuwa zinatakiwa kuzuiliwa na miungu ya baba yake nani? Ambaye alikuwa anaitwa Joash. Baba yake Gideoni alikuwa anaitwa Joash. Usiku Mungu amemwambia vunja madhabahu.
Asubuhi wazee wa mila na desturi wameamka, wanaenda kumfuata. Wanamwambia, angalia Gideoni mtoto wako amevunja madhabahu tunaiabudu. Mzee Joash, tutaabudu wapi tena? Ndipo anapomwambia kwamba ikiwa Mungu wangu tunayemwabudu ana nguvu na asababishe hii madhabahu isimame tena, lakini la sivyo basi Mungu wa Gideon ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana umekaa hapo umezuiliwa siku nyingi. Inawezekana umekaa hapo kila kitu chako kimezuiliwa, afya yako. Kesho tutakuwa na somo moja nzuri sana ya kukomboa afya zetu. Yaani kesho usipange kukosa ibada. Kuna kitu kikubwa sana Mungu alikuwa ananisemesha katika utulivu wa mchana wa leo kwa habari ya ibada ya kesho. Bwana atusaidie. Ukishazuiliwa hatua, pesa zako zitaenda kwenye magonjwa. Ukishazuiliwa hatua, pesa zako zitaenda kwenye majanga. Pesa zako zitaenda kwenye biashara ambayo tunajua hutoboi, ufiki mahali. Unasema ngoja niuze nguo, nitembeze nguo. Watainuka watu watakukopa na siku utawadai, mtapigana. Sikiliza, hatua zikizuiliwa hawatakuzuia kufanya unachofanya. Listen my dear, I tell you. Wakizuia hatua hawatakuzuia kufanya biashara. Utafanya lakini hakuna mahali utafika. Wakizuia hatua hawatazuia usiolewe. Utaolewa lakini ondoa itakuwa yani ni milima na mabonde. Utafanana na yule mtu Yesu anamwambia, unaona nini? Anasema naona miti, naona watu kama nini? Yaani wewe kila siku ndoa yako unaona watu kama nini? Yesu asifiwe. Yaani watakuruhusu uzae, lakini kizunguzungu utakachopitia utajuta kuzaliwa. Kwa nini? Wazuia hatua ni watu ambao wako kwa siri sana. Sio rahisi kuwaona katika damu na nyama. Ni watu ambao tunacheka nao. Ni watu ambao tunafurahi nao. Ni watu ambao tunafanana nao. Na anayezuia hatua yako sio mtu ambaye hakujui. Kumbuka Biblia inasema adui wa mtu ni yule wapi? Wa nyumbani mwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuangalie kitabu cha Maombolezo 4:18. Maombolezo 4:18. Tumefika. Maombolezo Neno la Mungu linasemaje katika kitabu cha Maombolezo 4:18 kwa habari ya hatua zetu zilizozuiliwa? Natamani tufike wote kwanza. Wote tumefika? Maombolezo 4:18 wanasema wanatuvizia hatua zetu hata hawawezi kwenda katika njia zetu. Mwisho wetu umekaribia, siku zetu zimetimia, maana mwisho wetu umefika. Wanatuvizia hatua zetu hata hatuwezi kwenda katika njia zetu tena. Hatuwezi tena kwenda kwenye ile biashara. Hatuwezi tena kwenda kwenye ile ndoa. Hatuwezi tena tukaingia bafuni tukaoga kama tulivyokuwa tunaoga tukasema tunaenda kazini. Wai, hatua zimeshazuiliwa. Wameshaweka vigingi hapo. Wameinuka wachawi, wameshazuia mwendo wako. Wameinuka waganga, wameshazuia njia zako. Wameinuka wenye wivu na wewe, wenye chuki, jirani zako. Wameinuka hata uliowazaa pengine. Wamefanya vikwazo, wamezuia, wamevizia. Kumbuka mzuia hatua haji direct, anavizia. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoa shuhuda akasema kwamba yeye alikuwa mtumishi wa Mungu anapita, yeye akawa anavizia chote nyayo kwa nyuma, lakini kila kijaribu kuchota zile nyayo kuna mtu mwingine anafuta kwa pale nyuma. Anasema alikuwa anamuona yule mtu haoni mwisho wake. Itimisa alikuwa anamuona malaika wa Bwana
akifuta nyayo za watakatifu ili zisichotwe, ili zisiviziwe. Sasa niambie wewe ambaye kanisani labda mpaka ulazimishwe maombi, mpaka utumie message mara 10 kuna maombi. Hatua zako zinawezekana zilizuiliwa, zikazuiliwa. Yaani ilifika sehemu haziviziwi tena, zinafanyiwa desturi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu amezoea kukufanyia mpaka asipokufanyia apate usingizi. Amezoea kukuloga, yaani asipopita nyumbani kwako akakuloga hapati usingizi. Yaani amezoea, leo sijamuonja, leo sijapita kwake bado, leo bado sijafanikiwa. Yaani ile nyota yako ameichezea. Hasikii raha kama hajakukalia mgongo wako usiku. Hasikii raha kama hajasikia unauma umelala. Yesu asifiwe. Anasemaje? Anasema hivi, wanavizia hatua zetu. Hajasema wamechukua, wanavizia. Wewe unajuaje uliyekaa naye kama jana jioni alikuwa na mpango mbaya na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kuna rafiki yangu kila siku nilikuwa namhubiria injili, hata wakati naanza huduma alikuwa ananisupport sana. Kuja hapa Sangera anasaidia kuunganisha vyombo rafiki. Na mimi siokoke, ananiambia nisubiri tu bado kidogo. Sasa hivi yuko ICU. Huwezi jua hatua zake shetani alizichukua mara ngapi. Bwana Yesu atusaidie. Unaposikia habari ya kukomboa hatua, ni kitu ambacho kiko dipa sana, sio kitu cha dakika 5. Kwa sababu kuna mtu amekamatiwa hatua za watoto hawaendi tena. Sikiliza, hatua ikikamatwa, tunakuruhusu wasome mpaka chuo kikuu. Tunakuruhusu wawe mainjinia, lakini hamna kitu. Hamna kitu. Niliposafiri nikutana na mtu mmoja ananiambia, mimi naitwa fulani. Shetani kwako. Anasema wamevizia hatua zetu. Imagine mtu anakuambia nimeenda Ubelgiji, nimeenda China, nimeenda Hispania, nimeenda sijui nini. Unaona pale Mlimani City, nimewahi kuajiriwa pale. Lakini anakunywa gongo, amechoka, anabeba vibega ili apate pesa ya gongo. Hatua zimeshachukuliwa, hana mwendo wa kwenda. Hatua zikichukuliwa, hawakuachi usiabudu au hawakuachi uabudu. Watakuruhusu uende kanisani. Lakini ikifika wakati wa kuabudu wanabadilisha mindset yako. Hujawahi kuona unakuja kanisani, muda wa kuomba wewe ndio unasikia stress. Muda wa kuomba kuna watu wawili wanaongea kichwani kwako. Huyu anakuambia njaa inauma, huyu anakuambia twende nyumbani, huyu anakuambia hiki, huyu, yaani wanashindana watu wawili kule ndani. Baadaye unasema wewe kichwa tulia, tumekuja kanisani. Lile jaribio la maombi makubwa yameshapita. Wewe ndo unamwambia kichwa tulia. Hatua zikichukuliwa, sikiliza, unaweza ukawa injinia kabisa, professional. Unaweza ukawa mpiga kinanda, mpiga gitaa, muimbaji, ukiimba hapa malaika wanashuka. Lakini wewe huna safari. Una ya mbinguni, una ya duniani. Hatukunyimi kuvaa, hatukunyimi kutembea, lakini tutakuzuia ile kazi yako isitimie.